Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika tafakari ya neno la Mungu. Na leo tutatafakari kupitia kitabu kile cha Kutoka mlango wa 16, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 28. Lakini mimi nitasoma mstari wa pili na ule mstari wa 3. Na tafakari katika kichwa cha somo tazungumza kwa habari ya makosa yanayowakwamisha wengi kulifikia kusudi la Mungu. Makosa yanayowakwamisha wengi kulifikia kusudi la Mungu. Katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa pili na wa 3 anasema, na mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni huko barani. Mstari wa 3, wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Mtu wa Mungu, hapa mwanzoni kabisa nataka ufahamu kwamba maadamu unaishi, maadamu Mungu ameruhusu uzaliwe, Mungu ana kusudi na wewe. Kuna kusudi la Mungu katika maisha yako na linatakiwa litimie. Kwa hiyo unatakiwa uishi mpaka litimie lile kusudi la Mungu. Na ninakutajia tu makosa ambayo ukifanya unaweza usilifikie lile kusudi la Mungu. Na kosa la kwanza ni kosa la manunguniko, kunungunika. Unajua manunguniko ni hali ya kutokulizika. Kuna watu ni kawaida yao kuishi maisha ya kutokulizika, na waishi tu kutokulizika kimya kimya, wanaambatanisha na maneno ya vinywa vyao. Na tumeona namna ambavyo taifa la Israeli, ni Mungu mwenyewe ambaye aliwatoa utumwani Misri, amewatoa kwa makusudi. Anamwambia Musa, hawa watu waende wakaniabudu, waende wakanitolee sadaka, na waende mpaka katika nchi inayoitwa nchi ya Kanani. Ndilo kusudi la Mungu afikie Kanani. Na wametolewa kwa ishara nyingi, kwa yale mapigo 10 miujiza Mungu amefanya. Lakini mistari tulioisoma tunawakuta wana Israeli wananungunika. Na hapa mwanzoni walikuwa wakimnungunikia, wao wanaona wanamnungunikia Musa, lakini Musa baadaye anawaambia, hamninungunikii mimi, mnamnungunikia Mungu aliye hai. Na ukisoma vizuri wanasema kabisa, ni bora ungetuacha tufe. Yani ni sawa na kumwambia Mungu, umekosea kututoa utumwani Misri, ungetuacha kule kule unapotupeleka huku, sio kwa sababu unatuleta hapa tufe na njaa. Wanayakumbuka masufuria kule Misri, wakati mwingine wanakumbuka maboga kule Misri, wanakumbuka nyama. Sehemu nyingine wanataja kabisa wanakumbuka makaburi ya kuzikiwa. Lakini kusudi la Mungu afike kule Kanani. Na ukiendelea kusoma Biblia utagundua wana wa Israeli hawa wakubwa wote ambao walinungunika hawakuingia kule Kanani. Sababu ya kutokuwaingiza Kanani ni manunguniko. Na manunguniko yao ilifika hatua alimponza mpaka Musa. Musa naye alishindwa kuingia nchi ya ahadi Kanani. Wale walinungunika mpaka Musa akashindwa kumstahi Mungu mbele yao. Musa anaambiwa uambie mwamba utoe maji, anaenda kupiga mwamba na ugonga mwamba mara 3. Na anaambia wana Israeli, nataka niwape maji katika mwamba huu, ni kama yeye ni Mungu. Na manunguniko ya wana wa Israeli yalimpelekea Musa kufanya mambo ambayo Mungu hakutaka afanye, na mwisho wa siku Musa naye kuingia Kanani. Kwa hiyo Mungu akusaidie, acha kunungunika. Badala ya kunungunika fanya kazi. Badala ya kunungunika tenda. Kuna vitu unaweza kuvitenda. Manunguniko hayajawahi kujenga nyumba. Manunguniko hayajawahi kutatua migogoro. Manunguniko hayajawahi kukuza biashara. Fanya kile ambacho unaweza kukifanya, acha kunungunika. Kuna wakati mwingine Mungu ndiye aliyekutendea. Kuna jambo Mungu amekuzuia usilipate. Kuna jambo Mungu amelizuia kwako lisitokee kwako, usilitende. Unaponungunika Mungu anaona, mbona mimi ndio ambao nilizuia, alafu ananungunika. Kwa hiyo Mungu akusaidie, acha kunungunika. Na mimi naomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amesikia neno hili. Msaidie aache kunungunika katika jina la Yesu. Lakini zaidi sana ninamwombea afikie kusudi lako Mungu katika maisha yake katika jina la Yesu. Amen.